Safi kabisa. Kwema kabisa. Na furaha ni kubwa na Safari Laga. Kabisa. Naitwa Pamela Kikuli, ni meneja wa bia ya Safari Laga, na leo hapa tuko Dar es Salaam tunakamilisha mchakato wetu wa bonanza ambao tulikuwa tunapita mikoa 4 kijumla. Kwa hiyo tuko katika mkoa wetu wa 4 wa Dar es Salaam katika kusaka vipaji vya mpira. Mwaka huu tumeona vipaji vingi sana. Kwa kweli talent ni kubwa. Na baada sasa ya mechi hii ya leo, bonanza hii ya leo, jopo letu la makocha watakaa kuangalia sasa wale wachezaji ambao wanataka kuwapendekeza waendelee mbele, na tutachuja mwaka huu wachezaji 22 ambao watakuwa wamechaguliwa kama nilivyosema na kura walizopewa na makocha pamoja na kura wanazopiga wa Tanzania. Na mwaka huu kwa kweli tunatarajia shindano hili litaenda vizuri sana. Mafanikio tuliyopata mwaka jana ni makubwa. Wachezaji mpaka leo hii 11 wamefanikiwa kusajiliwa kwenye timu mbalimbali. Kwa hiyo tunawaambia watazamaji klabu mbalimbali kubwa waendelee kufuatilia kwa ukaribu sana mchakato huu ili waweze na wenyewe kuangalia vipaji ambavyo vipo katika tasnia hii ya mpira. Pengine kuna utofauti gani kati ya mashindano ya msimu huu na msimu uliopita? Kwa sababu msimu uliopita ndio mlikuwa mnaanza na hivi sasa tunasema kwamba mnaendelea pale pale mlipoishia msimu uliopita. Msimu huu kwa kweli tumeona mwitikio ni mkubwa sana. Kwanza watu wameelewa faida na jukwaa hili lengo lake ni nini. Kwa hiyo tumepata mwitikio mkubwa sana kutoka kwa timu mbalimbali katika mikoa yote tuliyopita. Tumeona wengi wamejitokeza na sasa hivi kwa kweli talent zinazidi kuwa kubwa. Watu wameelewa kwamba Safari Cup inataka kuibua vipaji na pia inavionyesha vipaji hivi kwa taifa. Kwa hiyo vipaji vingi zaidi vimetoka kujiandikisha na tunashukuru kwa kweli kwa mwitikio hiyo na support kubwa ambayo tunaiona. Tunatarajia hata tukirudi tena season inayofuata mwitikio utakuwa hata mkubwa zaidi. Majina makubwa kama Sekilojo Chambua, Mrisho Halfan Ngasa, lakini pia Simon Msuva mlimtangaza kuwa ambassador wa mashindano haya. Pengine kwa upande wenu hii imewalipa kwa kiasi gani mpaka hivi sasa? Unajua katika kufanya kampeni kuna kitu ambacho unarudisha kwenye jamii. Safari Cup lengo lake kubwa zaidi ni katika kurudisha kwenye jamii. Faida sisi tunapata tukiona kwamba wachezaji tunaowachagua wanapata mafanikio, wanaonwa kweli na watu ambao wanaweza kubadilisha maisha yao. Lakini pia kwa upande wetu tunapata faida ya matangazo. Ni kipindi kizuri sana sisi kujitangaza na kujiweka karibu na jamii. Kwa hiyo tunaona kwa kweli tunajitangaza vizuri na tunazidi kujulikana kama brand. Sawa, tumeona pia kuna baadhi ya maskauti ambao wako hapa wanafuatilia vipaji na mechi zimechezwa nyingi hapa za bonanza hili na kwenye finali hizi. Pengine kwa upande wenu hii inawapa picha gani, lakini pia inatia matumaini kiasi gani kuona kwamba kile mnachokifanya kinakuwa recognized na watu wakubwa kwenye mpira? Sisi tunafarijika sana kwa sababu unajua tunafahamu kwamba Tanzania ina vipaji vingi, lakini wapi wanaonyesha? Kuna majukwaa mengi ambao watu labda wanaweza wakatoka mikoani huko wakaja kuonyesha na waonekane. Kwa hiyo sisi tumetumia nguvu kubwa kutangaza ili kuweza kuvutia vilabu vikubwa, scouts mbalimbali waweze na wenyewe kuja kukaribia hapa ili kuangalia vipaji. Naona pia ni fursa kubwa hata kwa wao scouts kwa sababu tumewafanyia kazi ya kuwakusanyia na kuandalia mechi. Tumeleta mechi, yani hao kazi yao ni kuangalia na kuangalia vipaji. Yes. Kwa hiyo mimi naona ina faida kubwa kwa watu wote ambao waliojitokeza, wanaocheza. Kwa ujumla wake Safari Cup kwa kweli itabadilisha sana mpira wa Tanzania. Sawa, neno moja kwa wale ambao watakuwa washindi kwenye michuano hii. Napenda kuambia wajitahidi, wacheze kwa bidii, macho yanawaangalia, macho mengi ya Watanzania yanaangalia na wafuatilia safari yao. Kama nilivyosema wachezaji 11 season iliyopita wamesajiliwa. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba hii ni fursa kubwa. Kwa hiyo watumie hii fursa vizuri, waonyeshe vipaji vyao. Shukrani sana. Asante. Ni mechi itakuwa nzuri kwa sababu itakuwa ishajua maamuzi kwamba nani anaweza kuchukua ubingwa, kwa sababu mpaka sasa nadhani point wanalingana bila kukosea. Simba kazidiwa point moja. Ya, Simba kazidiwa point moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo itajua hapa huyu kaishaongoza ligi, hata akifungwa anachukua, sababu mechi bado 3-3 nadhani kitu kama 2-2. Si 2 alafu ile ndio kwa 3, si ndio 3 hizo. Unaona, kwa hiyo mpaka hapo labda mmoja akipoteza zote 2, mwingine kashinda zote 2 na maana kashakuwa bingwa. Kwa hiyo nadhani maamuzi zaidi ikifika hiyo siku ndo Watanzania wote watajua nani ataweza kuchukua. Pengine pressure inakuwaje kwa timu ambayo kwa mechi kama hii kuwekwa siku ya mwisho kabisa ya ligi ya msimu? Kwa sababu tumeshashuhudia mara kadhaa, lakini imekuwa ni nadra pia kuiona mechi hii ikiwa ya mwisho ya msimu. Pressure lazima iwepo, lakini katika mechi za Simba na
Yanga mara nyingi pressure zinakuwa kwa mashabiki, lakini mchezaji kama akashajua kazi yake nini, na ni mechi rahisi sana kushinda mechi zote, kwa sababu ni mechi ambao unakuta wengine wanakuwa na pressure, wewe una pressure, kwa hiyo inakuwa ni mechi rahisi sana kufanya vizuri. Ngasa ni mmoja kati ya watu ambao walishawahi kuweka ahadi kwenye mechi hizi za dabi, na inakumbukwa ahadi hiyo na ulifanikiwa kuipiku ile ahadi kabla haijatimia. Pengine kwa upande wako, inapokuwa kama hivi mchezaji anaweka labda nadhiri, nikikutana na fulani lazima nifunge au nisipofunga itakuwa hivi, pengine kwa upande wako kuna kitu cha kuzungumza kuhusiana na mambo kama haya? Kwa mimi binafsi mechi zangu huwa nacheza mazoezi. Kama tunaelekea mchezo kama huu wa dabi tarehe 25, najua sasa hii wiki naenda kucheza labda dabi, umeona. Kwa hiyo wiki yote lazima ni train kufunga na train kukimbia na train, yani vitu vyote ambavyo najua kwenye mechi vitaweza kutokea. Kwa hiyo nishafanya vile, basi kwenye mechi najua leo naenda kufunga, leo naenda kutoa pasi. Kwa hiyo vile vitu vyote vinanionyesha yani kama mtu anavyota ndoto. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni mchezaji mwenyewe kujiandaa kabla wiki moja, kujua kwamba sasa hii naenda kukutana na mechi aina gani, naenda kukutana na mtu gani. Mfano kama Beno Ngasa ambaye yuko Prison. Kwa mimi ndo naomba bana, mechi unakutana na mtu fulani anatumia uwezo huu, udhaifu wake ni huu, kwa unakuta sasa akifanya yale anakuwa tayari keshani. Kwa hiyo unakuwa unamsoma mtu ambaye unaweza kukutana. Unasema kwamba dabi ndio mechi bora zaidi kwa wachezaji, mechi nyepesi umesema. Ni mechi nyepesi. Pengine mechi hii watu wanasema kwamba ni maisha ya watu, kwa maana mashabiki, wachezaji, lakini pia viongozi. Tulishuhudia pia baadhi ya viongozi wakiondoka kwa sababu ya mechi hii. Pengine pressure ambayo ipo hivi sasa, una kitu cha kuzungumza kwa viongozi lakini pia kwa mashabiki? Ndio maana nasema kwamba pressure ipo kwa mashabiki sana, na pia ni mechi ambayo inaweza ikakupandisha na mechi inaweza kukushusha. Kwa hiyo mchezaji ni wewe mwenyewe jinsi ulivyojiweka, kama je nitaweza kuperform vizuri kumfurahisha wewe shabiki ambaye upo jukwani, sababu of course mashabiki huwa wanaumia, na mimi binafsi nilikuwa nacheza kwa sababu kwa ajili ya mashabiki, yani sitaki mashabiki waondoke wameumia uwanjani kwa ajili yangu. Kwa hiyo nakuta nafanya kitu kikubwa zaidi ili mradi yule shabiki aliyokuja uwanjani aweze kupata kile kitu ambacho halikitarajia kutoka kwangu, kuliko kurudi nyumbani ameinama. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa napambana kuweza kuhakikisha kwamba timu yangu iweze kupata ushindi na kuahidi chochote kwamba kitu fulani naenda kukifanya kwenye uwanja, na nikafanya kwa sababu nilikuwa na moyo wa kujiamini na kusubutu. Pengine kuna tukio lolote ambalo unalikumbuka kwamba kwenye dabi bwana Ngasa nilishawahi kufanya hivi? Nakumbuka tu ambao nilisema nitachoma nyumba zangu moto nisipowafunga Simba, na bahati nzuri nikawa nimefunga. Kwa kitu kile mashabiki walikuja nyumbani, lakini baada ya kufunga goli wakaondoka. Walikuja mapema kusubiria mechi? Walikuja nyumbani kusubiria mechi itakuwaje. Sawa. Na kitu gani kingine, pengine mchezaji yupi ambaye alishawahi kukupa wakati mgumu sana kwenye mechi hizi za dabi, kwa upande ulipokuwa Simba lakini pia ulipokuwa Yanga? Wachezaji ni wengi ambao pia nilikutana na Shabalala ambaye alikuwa pia ana push, anakaba kwa akili mpaka leo bado anacheza. Ni mchezaji ambaye aliweza kunipa nguvu kidogo, lakini mimi pia nilimzidi vitu vingi. Ngasa ni mchezaji ambaye anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote kwa upande wa timu ya taifa, na tunaona rekodi hiyo imedumu kwa vizazi na vizazi. Ni muda mrefu sasa Ngasa hayupo kwenye timu ya taifa. Una kipi cha kuambia vijana ambao wanawakilisha timu ya taifa ya Tanzania ambao pia wanainyemelea rekodi yako? Na imani rekodi imewekwa ili ivunjwe, na bahati nzuri kwamba watu ambao wapo karibu na hiyo rekodi ni vijana wangu. Mimi kama Msuva na kijana wangu, rafiki yangu, yani toka nimeanza mimi kucheza basi yupo nyuma yangu. Kwa hiyo nampa ushauri, tunashauriana. Hata kibadili namba leo basi bwana mjomba namba nyingine badilisha. Kwa hiyo ni watu ambao wapo karibu. Kwa hiyo hata kama rekodi akija kuchukua Msuva, akachukua Samata, ni watu wangu wa karibu. Kwa hiyo bado ipo nyumbani. Na pia watu ambao pia wanachipikia pia wanaweza wakafikia ile rekodi na kuivunja, hata kama Msuva akaipita mwingine akaja, kwa sababu ndio sifa ya Tanzania. Sifa ya Tanzania inatakiwa tupate wafungaji wanaofunga magoli mengi zaidi. Mfano kama leo Ronaldo kule Ureno ana magoli mengi. Kwa hiyo ni sifa katika nchi yake. Kwa hiyo kama leo ikitokea Msuva akapita hata magoli 10, kwa hiyo ni sifa kubwa sana kwa Tanzania. Sio sifa kwamba familia ya Msuva, hapana, ni familia yote ya Tanzania. Hata mimi pia natamani wao pia waweze kuipita ile rekodi, kwa sababu sisi katika nchi zingine hizi hata Uganda, Kenya ina maana rekodi ya goli 25 walishavuka. Kwa hiyo tupigane, tuwape support, mashabiki wasio wanazomea, wasiwakatishe tamaa, wasimkatishe tamaa Msuva wala Samata. Wawape support kwa sababu ndio watu wanaokuja kupigania taifa letu. Na neno lako la mwisho kwa wale wanaosimamia mpira, kwa sababu tumeona timu zetu za taifa zimefuzu kwenye mashindano mbalimbali back to back, tofauti na ilivyokuwa miaka ya zamani. Pengine una kipi cha kuzungumza kwa viongozi wa TFF, bodi ya ligi pamoja na serikali kwa ujumla? Kikubwa wanafanya vitu vyao vizuri, japokuwa
sisi mashabiki tunaweza tusivione, lakini kwa kuwa angalia Simba kafika finali, sio jambo dogo. Angalia Yanga mwaka jana, si mwaka juzi aliingia finali, sio jambo dogo. Angalia timu ya taifa imefanya vizuri AFCON. Maana tumeingia AFCON. Kwa hiyo sio jambo dogo. Kwa hiyo viongozi sawa, kila binadamu na madhaifu yake, lakini kikubwa tuangalie mafanikio yetu, je, yanaenda wapi? Kwa hiyo mafanikio kama ni mazuri, mabaya huwa yanafunikwa. Kwa hiyo mimi nadhani Watanzania pia tuwaunge mkono viongozi wa Yanga, Simba na TFF ambao wanaweza kulipeka gudumu hili letu pale mbele, na pia Mama Samia naye asichoke, aweze kusupport vijana wake waweze kufika mbali. Shukrani sana Ngasa. Enjoy soka. Kwa majina naitwa Ndeja Jacob, ni mmoja wa shiriki wa mabingwa wa Safari Laga Cup na pia ni captain wa timu ya Safari Laga Cup 2024. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni nafasi ya kipekee ambayo aliweza kunipatia mimi kama mchezaji. Tulikuwa tuna wachezaji wengi zaidi ya 1200, lakini nikaibuka kama mmoja wa mabingwa wapya wa soka. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Sawa, tuambie tofauti ambayo umeiona kwa mashindano ya msimu uliopita ambayo wewe pia ulikuwa ni miongoni mwa mabingwa kwenye wale wachezaji 22. Pengine kuna utofauti gani kati ya mashindano ya mwaka jana na mwaka huu? Kiukweli utofauti ni mkubwa. Mwaka jana kulikuwa kuna mwamko mchache. Nadhani baada ya kucheza na Yanga watu wakaelewa nini maana ya Safari Laga Cup. Nadhani kwa msimu huu imekuwa moa. Yani uitikio umekuwa mkubwa. Kwa maana hiyo wameona kumbe issue iko serious. Kwa hata wale waliokuwa mtaani walikuwa wanajua jambo kwamba ni la kawaida. Na pia tushukuru pia media wamekuwa wameli-expose sana hili jambo kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba mpaka watu kutoka vijijini huko mimi napigiwa simu kwamba wamesafiri kwa ajili ya kushiriki Safari Laga Cup. Kwa ni jambo la kujivunia kwamba msimu huu tumepata mabingwa wengi zaidi kuliko msimu wa mwaka jana. Ndio. Sawa, na nimekuona upo mezani kwenye sehemu ya wale ambao wanaangalia vipaji sasa. Pengine kwa upande wako umeona kuna utofauti wowote wa kiuchezaji baina ya msimu uliopita na msimu huu? Vipaji ni vingi. Kinachokuwa kinakosekana ni kwamba exposure. Kwa hiyo kama walivyokuja na kauli mbiu Safari Laga kwamba ni scout ya mabingwa, kwa mtu yoyote ana nafasi ya kuchagua mtu ambaye amemwona yeye anafaa. Kikubwa ni kuendelea kunywa bia Safari Laga, kuangalia ile kodi ambayo wamekuwekea pale chini ya kizibo, zeni unaingia kwenye website unaweza ukachagua. Nje na hapo pia kuna walimu ambao wako very professional, ambao wana weledi mkubwa na mpira na wamecheza mpira katika level kubwa. Kwa hiyo ni issue ambayo inakuwa haina utata, kwa sababu nimejionea na ninajivunia kuwa sehemu ya watu ambao wameweza kunitrain mimi. Mpaka leo naweza nikasimama hapa nikaongea kama Ndeja na nikaweza nikaingia ndani ya pichi nikatimiza majukumu yangu. Uwepo wa watu kama majina kama Sekilojo Chambua, Mrisho Halfan Ngasa, lakini pia kina Simon Msuva kama ambassador wa hii michuano, pengine kwa upande wako inakuongezea nini wewe, lakini pia inawaongezea kitu gani wale ambao wanashiriki mashindano haya msimu huu? Kwanza kabisa inatupa tumaini hata kwa wale ambao wametoka vijijini. Kwa mfano mzuri, mimi nimetokea mkoa wa Mbeya. Ukiangalia mtu kama Sekirojo, mtu kama Mrisho Halfan Ngasa nilizoea kuwaona kwenye TV kipindi hicho wanacheza, kipindi hicho nawasikia tu. Mtu kama Ngasa nimemshuhudia kidogo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatupa tumaini sisi ambao tuna ndoto za kucheza mpira kwamba tunaweza na inawezekana. Kwa ni wasitu vijana waendelee kusisitiza, na mtu kama kweli unataka maisha ya mpira au jambo lolote la mpira, sehemu utakaposikia fursa basi ni vema ukajitokeza ukaonesha kipaji chako. Na bahati nzuri sasa hivi ni msimu ambao unaelekea dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo watu wengi sana, umeona kuna mascout kibao wako hapa, nimekutana nao. Wa scout kibao, wakina Casto, wakina nani, watu kibao wanaangalia watu ambao wana uwezo, wanawapatia nafasi. Na hata hivyo pia mimi mwenyewe mashindano ya Safari Laga yameweza kuniexpose kwenye timu mbalimbali, watu wakawa wananitumia message nini kwamba tunakufuatilia kwa karibu. Mwisho wa siku baadhi ya timu zilikuja mezani, nika decide kwenda timu ambayo mimi nimekubaliana nao na nimelizia kucheza. Labda ni kipi ambacho unawaambia sasa wale ambao bado wanaendelea kushiriki mashindano haya, kwa sababu tumeona ameanza mikoa ya Arusha lakini pia Mwanza na sasa hivi ameshafika Dar es Salaam, bado tu finali? Kikubwa yoyote atakayepata nafasi ya kuwa mmoja wa mabingwa wapya wa Safari Laga Cup, zaidi ni nidhamu, kujituma na kumuomba Mungu, kwa sababu huwezi jua Mungu amekuandikia wapi. Kwa maana hiyo
mimi naweza nikajivunia Safari Laga. Leo hii nimekuwa familia na watu 22 kutoka mikoa tofauti, kwamba naweza nikaenda Arusha, naweza nikaenda Mbeya, naweza nikaenda Mwanza, naweza nikaenda Songea, Ruvuma, kwamba imenikutanisha na watu wengi, waandishi wa habari, watu ambao nilishazoea kuwaona kwenye media, mfano kama kina Clifford Marion Dimbo, akina Seki. Ni watu ambao naweza nikakaa wakanisaidia maisha nje ya mpira. Kwa hiyo mpira is not about mpira, lakini ni unaongeza familia mpya ambayo kuna maisha nje ya mpira. Hicho ndo ninachojivunia mpaka sasa. Bwana, shukrani sana, nikutakia kila la heri. Asante sana. Wow.